Mbele yako ni shabiki kindakindaki wa Simba Sports Club Danny J. Danny J bana, kilichonileta kwako ni usajili wa Simba Sports Club. Mnyama amefanya usajili mkubwa sana ndani ya Simba Sports Club, ikiwemo kumrudisha Clatous Chota Chama pamoja na Kibabage na wachezaji wengine. Wewe kama shabiki kindakindaki wa Simba Sports Club unalipi la kuongelea usajili huu? Maana Danny J umenikimbia mpaka nimekubana nimekupata. Kwanza ndugu mwandishi wa habari, na nimekuheshimu kuja kwenye kipindi chako. Nilikuwa sitaki kabisa kuzungumzia habari za usajili na habari za mpira. Umeelewa ndugu mwandishi wa habari? Kulingana na changamoto nilizozipitia katika timu ya Simba Sport Club, nilikuwa sitaki kabisa mambo tena ya mpira. Kuja kuniuliza tuzungumzie habari za mpira, nilikuwa sitaki kabisa. Na hata sasa hivi ni tuzungumza, lakini nilikuwa sitaki kuzungumza ndugu mwandishi wa habari. Kwa nini Danny J unashindwa kuiongelea Simba yako? Nini kimekukuta? Mimi kwa sasa hivi ndugu mwandishi wa habari, ukinitafuta kwa mara nyingine tena, njoo tuzungumzie habari za Simba wa Yuda, Simba wa kabila la Yuda. Njoo tuzungumzie habari hizi za mwana wa Daudi. Tusizungumzie tena habari za Simba Sport Club. Ndugu mwandishi wa habari, njoo tuzungumzie habari za Simba wa Yuda, mwamba kweli kweli. Lakini Simba wa Yuda mimi najua ni Mungu mwenyewe. Inakuwaje tu Simba mnyama sasa hivi umehamia upande mwingine? Inataka kuniambia kwamba umeachana na mambo ya mpira kabisa? Kitu ambacho niligundua kwa Simba hii, Simba Sport Club, tulikuwa tunapata mateso bure. Tulikuwa tunaumia mioyo bure. Umeelewa ndugu mwandishi wa habari? Umeelewa? Lakini sasa kama Clatous Chama alivyorudi Simba Sport Club, na mimi sasa nikagundua kumbe haitakiwi nishabikie tena Simba huyu. Mimi nahama kutoka kwa Simba huyu, narudi kwa kumshabikia Simba wa Yuda, baba mwenye nguvu, mfalme wa amani. Kwani unataka kuniambia kwamba Clatous Chota Chama ndio amekufanya wewe umrudie Mungu wako? Kama Simba amerudi Simba Sport Club, na mimi narudi kwenye asili yangu, namrudia Simba wa Yuda. Umeelewa ndugu mwandishi wa habari? Kwa sababu sina huyu ni Simba, ni vile vile nilikuwa shabiki wa Simba huku. Umeelewa? Kosa nimerudi na mimi kwenye asili yangu kama alivyorudi Chama. Chama amerudi Simba Sport Club, na mimi nahama kutoka Simba Sport Club kuhamia Simba wa Yuda, kuhamia kwa Yesu Kristo, nikawe shabiki wa Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo hatuumizi moyo. Yesu Kristo anatupa furaha tunapokuwa mashabiki wa Yesu. Kwa hiyo sasa, maana mashabiki wengine ambao kama Simba hii inawaumiza, tuhamie huku tumshabikie Simba wa Yuda ambaye haumizi mioyo yetu, anatuganga mioyo yetu, anatupa faraja, anatupa amani, anatuponya, anatufanya tuweze kwenda kwenye maisha ya ukweli na maisha ya uzima, na hatimaye tuweze kuona ufalme wa mbingu. Lakini Danny J, umesema kwamba Simba hii haikupi furaha. Inawezekana kwamba viongozi wa Simba Sports Club wameona kwamba mashabiki wanakosa furaha, ndio maana wakaamua kufanya usajili ikiwemo Kibabage. Pale kunakuwa na Kibabage na Mligo pembeni. Wewe unaiachaje hii Simba ndugu yangu Dani? Asali na maziwa. Ndugu mwandishi wa habari, nikuulize swali. Nakusikia. Kwani huo usajili wa nani wa Kibabage na Chama, amewasajili nani? Mangungu. Amewasajili Mangungu. Yesu akawajibu akawaambia, mpeni Mangungu vilivyo vya Mangungu. Umeelewa? Na tumpeni Mungu vilivyo vya Mungu, ndugu mwandishi wa habari. Kwa hiyo hayo ni mambo ya Mangungu, kamuulize yeye, ndio aliyowasajili akina Chama na akina Kibabage. Mimi niulize habari za Mwenyezi Mungu, niulize habari za Mungu. Umeelewa ndugu mwandishi wa habari? Bwana Danny J, unataka kusema kwamba wewe na mpira sasa ni kulia kushoto? Mpira tutaizungumzia Simba kwa mbali, lakini asilimia kubwa, asilimia 98 nitarudi katika habari za Simba wa Yuda ambaye ni Yesu Kristo, ambaye haumizi mioyo, ambaye anaganga mioyo iliyovunjika. Umeelewa ndugu mwandishi? Kwa hiyo nitazungumzia, ukiniona mimi au ukinifuata mimi, njoo tuzungumzie habari za Simba wa Yuda. Habari za Simba huyu, Simba Sport Club, tutazizungumzia kwa mbali au tutamuombea, tutakuwa tunamwekea mkono, tunaomba, tunakuwa tunakemea ili naye aweze kufanya vizuri.
Wewe hutokuwa tena unahangaika kupiga kelele kwamba Simba inaharibika, Simba ina nini. Sasa hivi wewe unamrudia Mungu wako. Timu ikifanya vizuri utakuwa unaishabikia, isipofanya vizuri wewe haikuhusu. Mimi Simba nitawaombea, nitakachofanya silalamiki tena. Siwezi kumlalamikia Mangungu wala kumlalamikia mtu yoyote. Simba nitaiombea kwa 2%, lakini asilimia zingine 98, lakini kwa asilimia zingine 98 tutazungumzia habari za ufalme wa mbingu, tutahubiri habari za Simba wa Yuda, habari za mwana wa Daudi, ndo tutakazoenda nazo mbele. Kwa sasa hivi Simba Sport Club kwa mbali. Bwana Dani, umesema umemrudia Mungu, naamini kwamba unamjua mwana mpotevu aliyemwacha babaye na kwenda nchi ya mbali akaomba urithi wake, kisha akautumia vibaya na kurudi na kumuomba baba yake msamaha. Ndivyo ilivyotokea kwa Clatous Chota Chama. Ameenda nchi ya mbali, ametumia utajiri wake aliotumia, ameona sasa kule hafai, ameamua kurudi nyumbani. Wewe kama mtumishi wa Mungu lakini shabiki wa Simba Sports Club, unalipi la kuongelea hili swala? Wakati mwana mpotevu, maandiko anatuambia alipoondoka, baba yake alihuzunika sana. Umeelewa? Lakini Chama alipoondoka Simba Sport Club, akina Mangungu hawakuhuzunika. Tulihuzunika sisi mashabiki. Umeelewa? Na wakamsema vibaya, lakini mwana mpotevu kwenye Biblia baba yake alimlilia. Umeelewa? Kwa hiyo sasa kama kina Mangungu na kina Ahmed Ally, wakati Clatous Chama anaondoka, walisema hawezi akatusaidia. Walisema ni duka. Walisema ni duka, Chama anatumika. Wakamsema vibaya Clatous Chama. Iweje tena sasa wanamrudisha wakati ni duka? Ndugu mwandishi wa habari, yule mwana mpotevu babaka alimlilia, na aliporudi alishangilia kumuona mwana akirejea nyumbani. Lakini sisi hatujashangilia Chama kurejea nyumbani. Tumehuzunika na tumekereka kwa sababu viongozi wenyewe walisema kwamba huyu bwana ni duka anatumika. Umenielewa ndugu mwandishi? Huo ndio utofauti wa mwana mpotevu na Chama. Chama sio mwana mpotevu, ni mwana ambaye aliondoka wakimsema vibaya viongozi, lakini sisi mashabiki tulikuwa tunampenda kutokana na wao. Wakina Mangungu walikuwa wanamsema vibaya na sisi tukamchukia huyu mwana mpotevu. Sasa huyu mwana mpotevu ilikuwa atakiwa akafie mbali, sio arudi huku tena. Umenielewa ndugu mwandishi? Nataka kusema bwana Danjay, hasa wewe hujaridhishwa na ujio wa Clatous Chota Chama ndani ya viunga vya Simba? Kuridhishwa tu, na ndo maana nikasema mimi sitoshabikia Simba Sport Club, naenda kushabikia Simba wa Yuda, kumshabikia mwana wa Daudi ambaye ni Simba kweli kweli, ni mfalme kweli kweli, sio hii Simba Sport Club ambayo inawafanya watu waumie mioyo yao. Watu wanashindwa kulinda mioyo yao, wanaamua kuumia kwa sababu maandiko yanasema linda sana moyo wako kuliko vitu vyote ulindavyo, maana huko ndipo stokako chemichemi za uzima. Kwa hiyo sasa watu Simba hii inawaumiza, Simba hii Sport Club inawaliza, na ndo maana mimi kwa akili timamu nimeamua kupumzika kwa Simba hii, nimehamia kwa Simba wa Yuda, Simba wa kabila la Yuda ambaye ni Yesu Kristo. Na washauri na watu wengine ambao wanaumizwa na Simba Sport Club wasiendelee kuumiza moyo yao, kwa sababu mioyo yao ndipo itokako chemichemi za uzima. Kwa mioyo yao inapozidi kupata maumivu, wanapunguza siku za kuishi. Sasa naomba na waita huku tena, tuje kwa pamoja huku tumshabikie Simba wa Yuda, Simba wa kabila la Yuda ambaye anaganga mioyo, anatufanya kuwa imara, anatupa uzima, anatupa afya, anatupa kuishi, anatupa kuwa imara. Kwa hiyo nawaita na mashabiki wengine waje huku tumshabikie Simba wa Yuda, sio Simba Sport Club. Huyu Simba Sport Club atatuua, lakini Simba wa Yuda hatotuua, bali atatupa maisha ya uzima wa milele, atatupa kuishi vizuri, atatupa kufanikiwa katika maisha yetu. Ndugu mwandishi wa habari, Shukrani sana. Asante sana ndugu.